Hey. Grace Product, vipodozi ambavyo vina chemical hatarishi kwenye ngozi yako, hata kwa watoto. Jali muonekano wako na familia yako. Tunapatikana kote nchi nzima, kwenye maduka yote ya vipodozi na pharmacy. Grace my baby Cantina, mafuta ya watoto. Grace avocado kwa nywele lika zote. Grace Hebo shampoo, tumia zoa zoa. Grace gari tunayo, honey lotion tunayo. Grace zoa zoa lotion, Grace zoa zoa so. Jipatie bidhaa bora kutoka Grace Product. Zoa 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 sabuni. Hello, mimi naitwa Linux Sunday Jada, Jada the VOA. Kwa kuijali ngozi yangu na kuipenda, natumia bidhaa kutoka Grace Product. Na kwa kuwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu, kwa hiyo nawahusia, tumieni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Product. Zoa zoa ndio habari ya mjini. 2017 ndio ambayo imeita kutupa time nyingine ya kuweza kuzungumza na wewe. Karibu kwenye kipindi kizuri cha Grace na Asili Yangu. Mara zote huwa namuona Dr. Elizabeth Kiriri akizungumza kupitia kwenye kipindi hiki, lakini leo inanipasa mimi kuweza kuzungumza hapa kwa sababu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 za kwako wewe mtazamaji ambaye kila kinapofika kipindi hiki lazima utazame. Leo ninajisikia furaha kwa sababu ya pata kama miezi kadhaa sikupata time ya kuja kumuona Dr. Eliza hata kuzungumza naye na kutaka kujua tu anaendeleaje, kwa sababu kuna mengi ambayo ameyapitia hapa katikati, lakini Mungu sofle kunjombe bwana amerudi kwenye nafasi yake, na leo tuko naye huko ndani. Niseme jambo moja tu, ndivyo tunavyoianza Grace na Asili yetu. Karibu sana mtazamaji. Punde tutarejea hapa tukianza kuyazungumza maongezi yetu ya wewe kuwa mtanashati, kuwa mtu smarti, kupendeza, kama ni mwanamke kuenenda vizuri kuanzia kwenye mwili wako, kwenye mavazi yako, lakini pia kwenye vipodozi ambavyo unatumia. Karibu sana, mimi naitwa James Ten. Tunalianzisha Grace Product kwa familia yako. Zoa zoa ipo mtani kwako. Tunapatikana kote nchi nzima. Zoa zoa ndio mpango mzima. Jipatie bidhaa bora kutoka Grace Product. Nakushukuru sana bado uko nasi kwa ajili ya kuweza kutazama kipindi kizuri cha Grace na Asili Yangu. Kama nilivyosema pale awali, naye mkurugenzi mtendaji Dr. Elizabeth Kiriri ambaye leo amepata nafasi tena kuweza kuzungumza na sisi. Nina mengi sana ya kuongea naye na mengi sana ya kumuuliza. Dr. karibu sana. Asante sana. Naitwa Neema. Ndio. Dr. Elizabeth Kiriri, ndio mkurugenzi mtendaji wa Grace Product. Safi kabisa. Dr. kwanza nianzie kwa pole. Asante. Pole sana. Najua dunia ni kijiji, Dr. Kwa nini nasema ni kijiji? Kwa sababu hakuna Mtanzania yeyote asiyejua ulichokipitia. Day one ulivyopitia kilionekana, kwa sababu tuliona kwenye Facebook, tuliona kwenye Instagram yako ya Grace na vipodozi vangu, lakini pia tukaona kwenye YouTube. Nitoe nafasi kukupa pole kwa niaba ya Watanzania. Asante, nashukuru sana. Toka ulichopitia, tumeona kwenye vipindi vya Grace na Asili Yangu, maelezo yalitolewa, lakini pitia kwenye page zako. Sasa hivi hali yako ikoje? Niko bomba kama unavyoniona. Sio bomba. Ni sawa, ni kweli uko bomba, uko bomba, lakini hali yako uliyopitia ikoje? Kwa sababu kuna watu wanakufahamu Dokta, kuna watu wanakufuatilia. Ni kweli nimepita kwenye changamoto, lakini mpaka sasa hivi ndio mimi mkweli naendelea vizuri. Tena vizuri sana kama unavyoniona.
labda sijui nitaka nikuambie lakini ninachosema ni kwamba niko vizuri, naendelea vizuri na nafikiri sasa naweza kurudi ulingoni. Nilipata time nakumbuka nikazungumza na wewe ukaniambia Jimmy siruhusi kuongea. Daktari alikupiga kabisa marufuku kuongea. Hili kwako likoje kwa sasa? Mpaka leo nimeweza kukubali kuongea na wewe ni kwamba daktari ameshaniruhusu. Okay. Ila amesema nisitumie nguvu sana. Ila naweza kuongea taratibu. Okay. Na ndio unaona hata ongea yangu sasa hivi imekuwa kidogo ya taratibu. Kama inadekeza hivi. Siwezi kusema kama inadekeza lakini unaweza kufikiri kama najifanyisha lakini sio kwamba najifanyisha. Yaani ni hivyo nimetokea tu hivyo automatically. Yaani sauti imekuwa hivyo. Yaani ile ya kukimbia sana, kuongea sana imekuwa imekata yenyewe. Nafikiri kwa sababu ya hiyo operation ambayo nilikuwa nimeipata. Okay. Unajua ukishakuwa famous watu kuna sehemu wanatamani kusikia tu kidogo. Japo ndio vipindi vingine vya vilionyesha hali fulani unaopitia, lakini kwa faida tu ya mtu ambaye hawezi kupitwa na kipindi hichi, kwanza nataka kuangalia ajifunza kupitia hizi product ambazo zinaletwa na Grace Product. Hasipokuona lazima atajiuliza maswali. Yamkini kuna mwingine anajiuliza maswali kama ninayojiuliza mimi. Na nikitoka hapa nisipokuuliza haya maswali inawezekana wasinielewe. Kidogo tu shortly, nini ulipitia hasa? Nilikuwa nina tatizo kwenye kichwa, yani uvimbe. Lakini uvimbe huu ulianza miaka 5 iliyopita. Lakini sasa mwaka huu ulivyoanza nikaona huu uvimbe unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo mimi ilinipa hofu kidogo. Sababu naamini kwamba kitu chochote ambacho kinaota kwenye mwili sidhani kama ni kitu salama. Sababu kama umezaliwa miaka yote huna hicho kitu alafu ghafla kitu kinatokea kwenye mwili wako na maana kunakuwa na shida. Kwa mimi mwenyewe nikajiwahi nikaenda Muhimbili, nikaonana na wataalamu pale wa Muhimbili lakini wakanihamishia Moi kwamba hichi kitu inabidi uende Moi kuonana na mtaalamu zaidi. Kwa hiyo nikaenda Moi, nikaweza kukutana na madaktari tofauti. Walikuwa wengi kwa kweli kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa wanakishangaa kidogo. Kwa hiyo wakaniambia nipige x-ray lakini hawakupata kile kitu ambacho walikuwa wanakitaka. Kwa hiyo ikashauriwa nipige pia na CT scan. Kwa hiyo kikaonekana kile kitu na wakasema kwamba hichi kitu ni kwamba kinaenda kinakuwa. Lakini kingekuwa kimesimama kama kutokana na maelezo yangu nilikuwa nimewapa labda isingekuwa na shida, lakini kama kitu kinakuwa ni kwamba baadaye kinaweza kikaleta shida zaidi. Kwa hiyo akaniambia kwanza tukushukuru umeweza kuja mwenyewe kwa sababu watu wengine huwa anasubiri mpaka apate shida labda kipasuke au yaanze maumivu. Lakini mimi sikuwa na maumivu yoyote, nilienda tu kwa hiari yangu mwenyewe. Kwa hiyo akasema kwamba hichi kitu inabidi mama tukitoe. Nikawaambia jamani, si mnajua mimi mfanya biashara sasa nitajikuta nimelala tena chini. Akasema no, ni kitu ambacho hakijaingia ndani sana. Kwa hiyo wakasema tu kwamba watanichana, wakisha pasua watafunua, then wataking'oa, kukata ile mizizi ili kuhakikisha kisiendelee kukua. Japo kule Muhimbili walitamani kukikwangua, lakini baadaye ile daktari kutokana walivyoitana na majopo ya madokta wengine ndio maana wakanipeleka kule Moi na Moi kule ndio wakaona kwamba sio cha kukwangua bali ni cha kukitoa na kukata ile mizizi. Kweli hawakuniachia siku hiyo kwa sababu niliwaambia sawa basi tupange siku nyingine nije. Wakasema huyu tukimwacha huyu anaweza kaenda kupata walimu wengine. Wakaniambia hapana, kutokana na hicho tulichokiona ni vizuri tukitoe tu. Na leo tunaenda kukulaza. Na nilikuwa nimejivalia tu kawaida tu unajua. Basi nikabebwa nikapelekwa wodini. Wakati naenda wodini nikamuuliza daktari yule ambaye alikuwa anapeleka wodini. Nikamwambia sasa sitaumia sana, hebu naomba nipate kujua ili nijue najiandaa vipi. Akawa mimi sina sababu ya kuficha. Kweli hakuna kitu chochote ambacho utapasua usiumie. Na hasa kwenye upande wa kichwa. Kichwa kweli kitauma. Niwe mkweli.
na maumivu ya kichwa huwa anachukua muda kidogo. Sio kwamba ya leo wala kesho. Utaweza kukaa chini ndani ya miezi mitatu, lakini siwezi kuambia tutapasua leo, ndani ya wiki moja utaenda kwenye biashara zako. Kwa hiyo angalia tu ni namna gani ambayo kuna mtu ambaye anaweza kuwa akaweza kufanya hiyo kwa muda mrefu. Okay. Unajua kila kitu kina utaalamu wake, huwezi kubishana na mtu. Kwa mimi nikakubaliana na hicho kitu kutokana na vitu ambavyo aliniambia baadaye vinaweza vikaleta shida, ikaja ikakosa kansa na hivyo kama hivyo, lakini tukiwahi saizi mapema hatuwezi kufikia. Kwa hiyo mimi kwangu nikaona ni faida. Kwamba kwa nini nije nijute baadaye? Yaani kuepuka shari kabla ya shari kamili. Kwa hiyo wakanilaza, kesho yake asubuhi saa 12 wakaja kunichukua, nikapelekwa theater. Niliingia theater saa 3, nikatoka kule saa 7:30, nikarudi odini. Of course nilirudi bado na mawenge, lakini by saa 1 hivi nikawa najisikia kidogo vizuri. Nikaomba wanipeleke chooni, nikajua naweza mwenyewe. Ile nainuka nikaona bado. Kwa kweli manesi wa pale pia ni washukuru sana. Pale 5B Moi Muhimbili. Moi na Muhimbili ni vitu tofauti, japo viko sehemu moja, mtu wote anajua tu pale ni Muhimbili, lakini na mimi mwenyewe nilikuwa najua Moi ndio hiyo Muhimbili, lakini kumbe kuna Moi na kuna Muhimbili, lakini viko katika sehemu moja. Nikaweza kujisaidia, nikarudi ndani ya masaa mawili nikajisikia vizuri. Kwa hiyo ile wodi ambayo nilikuwa nimelazwa ni wodi ya watu ambao wamepata ajali, wengine wamevunjika nini. Kwa hiyo kila mtu katika vile vitanda 8 tulivyokuwa mle, mimi peke yangu ndio nilikuwa naweza kutembea, wengine wote walikuwa na miguu mibovu. Kwa hiyo nikageuka ghafla kuwa mimi sasa mhudumu wa kuhudumia wale. Dada nisaidie hiki, dada nisaidie hiki, dada ninyweshe hiki, dada nifanye. Kwa hiyo niliifanya hiyo kazi. Kwa hiyo kwa maana moja ama nyingine nilienda kule kwa bahati nzuri, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu nilitoa huduma pia. Sasa mimi pia ni mama mchungaji, nikawekea watu mikono. Uwezi amini, kesho yake waliruhusiwa watu 3. Na mimi kesho yake niliruhusiwa, lakini nilipofika majira ya saa 3 asubuhi nikaanza kuona sasa hali inaanza kubadilika. Yaani sehemu sasa uso kaanza kuvimba. Yaani mpaka ile jicho lilifunga. Sasa hapo ndo nikaanza kusikia maumivu. Sio ya polepole. Pole sana. Pole sana. Lakini nilijitia nguvu kwa Bwana na dawa walikuwa wananipa za maumivu. Lakini nilipofika saa 7 niliruhusiwa. Nikarudi nyumbani, lakini hali ilikuwa sio mchezo. Maumivu yalikuwa makali sana, niongee ukweli. Na nilikuwa naweza kukaa vizuri kutokana na dawa ambazo walikuwa wamenipa za maumivu. Kwa hata kucheka nilikuwa siwezi, kula nilikuwa siwezi, nikipanua mdomo. Kwa sababu baada ya kufanyia hiyo operation, yani ni kwamba hayo maumivu yake huwezi kujua yanauma wapi. Huwezi kujua ni kwenye masikio, huwezi kujua ni kwenye mdomo, huwezi kujua ni kwenye meno. Lakini kichwa, yani mwili mzima, kichwa kizima nasikia maumivu. Kwa hiyo hata nikiweka chakula, nilikuwa napeleka chakula kama kukisukuma. Lakini nimeendelea hivyo mpaka unavyoniona leo niko vizuri. Lakini maumivu yalikuwa kitokea, nilikuwa nawapigia madaktari wangu. Nimshukuru sana Dr. Salim pale Moi, Dr. Pasco. Kwa kweli walikuwa wananipa ushirikiano wa tofauti sana. Yaani nikipiga simu haiti hata mara 2. Hiyo ndio maana ya uzalendo. Wameshapokea simu. Vipi Dr. Elizabeth, nini zaidi kinakusumbua? Na waambia maumivu ni makali. Yaani mpaka nilifika mahali nikaa napata kama gesi. Vidonda sijui kama vilitibuka kutokana na yale madawa ambayo nilikuwa nakunywa makali. Wakati mwingine ilikuwa inanilazimu daktari ananiambia njoo kimbia hospitali, naenda napigwa masindano kwa sababu maumivu ni makali, yalikuwa hayapoi. Bwana Jim, usisikie bwana wewe operation wewe isikie tu, lakini kichwa ni kichwa cha tofauti sana. Lakini kichwa kinaendesha tela. Lakini namshukuru Mungu, baada ya kutoka niwe mkweli, yani wiki iliyofuata mimi nilienda kanisani. Safi. Pamoja na yale makelele, lakini nilikuwa nikitoka hapo naingia kwenye dawa. Maumivu ni makali kwa sababu hichi kichwa kwa kitaki kelele. Na sikuwahi kuacha kwenda kanisani mpaka leo. Nitakaa nyumbani, lakini siku ya Jumapili lazima niende kanisani. Lakini niwashukuru pia mafansi wangu wamekuwa wakinitia moyo. Simu zilikuwa nyingi sana, japo nilikuwa siwezi kuongea. Mpaka leo bado naweza kuongelea loud speaker ili kuepukana na kuweza kupata maumivu ya kichwa. Lakini pia kwa upande mwingine nimeweza kuwa karibu sana na wateja wangu.
kwa sababu wakati huo nilikuwa busy sana Jimmy. Muda wa kusoma message nilikuwa sina. Kwa hiyo message nyingi zilikuwa ziko pending. Lakini wakati huo nilipokuwa hapa nyumbani, kwa kweli na kitu chochote. Bali nilijikuta nafanya kazi kuliko nilivyokuwa mzima, kwa sababu nimeweza kujibu message zote za Instagram. Hata wote najua wananishuhudia saizi. Ukiuliza swali kwenye Facebook na kujibu papo hapo. Ukiuliza swali kwenye WhatsApp na kujibu papo hapo. Kwa hiyo pamoja na kuugua kwangu, sikuwahi kuacha kufanya kazi zangu. Safi. Hiyo ndio historia yangu fupi. Pole sana. Najua kuna watazamaji ambao sasa natazama Grace na Asili Yangu, na umesikia maelezo ambayo ameyatoa Dr. Grace. Naomba nikuambie kitu kimoja. Natamani sana utoe tu hata pole. Nenda kwenye ukurasa wake wa Instagram, unafahamika kama Grace Vipodozi Instagram. Sasa hivi hapo unavyotuona, naomba andika comment yako kama mmoja wa wadau ambao unafuatilia kipindi hiki ambacho kimekuwa ni faida, lakini pia kimewasaidia Watanzania wengi kuthamini vitu vya nyumbani, hususan product ambazo umekuwa umeziona hapa. Kuna Zoazoa manjano, kuna Grace shampoo ya ujazo huu, lakini pia ukiacha hilo kuna Grace disinfectant ya lita 5. Naona hapa kuna hani ya milimita 200, naona kuna Zoazoa ya milimita 100. Hivi vinatengenezwa na mjasiriamali ambaye kihususani takribani mwezi mzima, kama sio miezi mingi. Niko sawa daktari? Yeah. Ulikuwa huko kwenye mapumziko baada ya kufanywa operation? Yeah, toka tarehe 10 mwezi wa 6. Toka tarehe 10 mwezi wa 6? Yeah. Miezi miwili sasa. Of course nilikuwa nimeambiwa kwamba natakiwa nipumzike miezi 3. Okay. Lakini kutokana na hali jinsi inavyoendelea kuwa vizuri, daktari akasema mama unaweza kwa sababu juzi nilienda pia kupiga CT scan ili waone ndani kunaendelea, kwa sababu nje kumefunga vizuri kama unavyoona, lakini kuna kama visikia vinatembea ndani. Kwa hiyo ikabidi wanipige picha kuona ndani kuko vipi. Lakini daktari akasema yani kwanza tuone hata kama ulifanywa operation. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kaendelea na kazi zako, lakini nenda taratibu. Nikamwambia ni nini? Kwa nini uliniambia kwamba itanichukua muda mrefu na ghafla imekuwa sio muda mrefu? Akaniambia ngoja tukwambie tu kweli Grace. Kwanza ukiangalia sisi wenyewe hatukutegemea kama hicho kidonda tanacho kingefunga haraka. Na yote hii iliwasaidia kwa sababu huwa wanapofanyaga watu operation huwa wanaogopa sana, kwa sababu ya watu wanakuwa wengi wameshatumia vipodozi vya ambato sumu. Kwa hiyo vinakuwa vimeshaua ile ngozi. Kwa katika ushonaji wao huwa inawaletea shida. Unaweza kukuta ndani nje pamepona, lakini ndani hapajapona. Maana unakuta mtu baadaye kitu kama kinafumuka. Kwa hiyo kwangu akasema yani tunakushukuru sana. Na ndio maana tulikungangania kwa kufanyia operation haraka, kwa sababu hatukuona na madhara yoyote kwenye ngozi yako. Iko nzuri, iko ngumu. Kwa hiyo ndio maana wakasema kwamba sasa hivi unaweza ukaendelea tu na kazi, kwa sababu kidonda kimefunga vizuri, hata ndani haionekani hata kama ulishawahi kunipasua. Safi sana. Sasa nirudie pale awali ambapo kwa nasema kama wewe ni mdau wa Grace na Asili Yangu, umekuwa ukimfuatilia Dr. Elizabeth Hiriri kwa muda mrefu, nenda kwenye ukurasa wake wa Instagram, follow Grace Vipodozi. Nataka nione comment yako, wewe Mtanzania ambaye una upendo na umekuwa ukimwombea Dr. Elizabeth kwa muda mrefu, hususani amekuwa akiwasaidia Watanzania wengi. Narudia tena kusema hapo, naomba nielewe, nimezitaja, umeziona hizi bidhaa zote ni bidhaa ambazo zinatengenezwa hapa nyumbani na mzalendo ambaye yeye kulala kwake kwa miezi miwili. Inawezekana wewe ulimisi kujifunza kupitia kwake, lakini leo kama unavyozudia kusema Mungu Sofri Njombe amerudi hapa kwa ajili ya kuzungumza na sisi, na ndio tumeianza leo. Najua kama nisinge yasema haya kwako kuhusiana na kitu ambacho kilipita, nadhani Dr. Eliza wasingenielewa, Watanzania wasingenielewa, wangeshangaa tu, hey doctor, hey mama vipi, ulikuwa wapi? Najua face kwenye Instagram hapo wangekuuliza maswali mengi, lakini naamini sasa hivi kitachofuatia ni kukupa pole, na nitafurahi nikikuona ukizijibu zile pole. Zijibu Mtanzania, hebu tuko kwenye ukurasa wake wa Instagram, follow Grace Vipodozi, andika message yako chochote kile ambacho, lakini pia ninaamini kuna maswali mama. Nimeona ukiulizwa maswali mengi sana wakati umepumzika kuhusiana na vipodozi, na nakumbuka kuna mama mmoja nilikuwa nafanya kipindi akaniambia ana kansa, kitu kama hicho, ana kansa. Kwa hiyo
sabuni anazotumia ni kama madokta walimwambia aache, zinamletea effect kwenye ngozi yake. Akanambia basi naomba unikutanishe na Dr. Eliza, uzuri nimekupata leo, hebu niambie katika hapa sabuni gani inaweza ikamfaa kumrudisha ngozi yake, kumfanya ikawa tanashati at least kwa hapa hivi vipodozi. Yaani kwanza mimi nipende tu kumwambia mtazamaji anayenisikiliza saa hii, kweli vipodozi vya Mpato Sumu si vipodozi salama kwenye ngozi ya mwanadamu, kwa sababu hata mimi inawezekana, japo unajua madokta hawawezi kusema, ndio inawezekana hata mimi, kwa sababu nilitumia vipodozi vya Mpato Sumu kwa muda mrefu sana, takriban miaka 18 mpaka nikaja kuacha. Inawezekana nazo pia ndio ziliniletelezea shida ya kupata hii. Kwa hiyo mimi niwapende kuwaasa wakina mama mnaosikia, wakina baba, mabinti ambao hamjaanza kutumia vipodozi vya Mpato Sumu, msitumie vipodozi, sio vizuri. Siku nyingine dimi nitakuja kuongea, sitaongea leo kwa sababu bado kuna vitu vingine vingi naendelea kufanya uchunguzi kutokana na hichi kitu ambacho kwa kimeota. Mimi kilikuwa kimeota, kilikuwa wanasema ni kimfupa, kwa sababu ni kitu ambacho kwa kimenyiki. Lakini bado tu madokta bado tunaendelea nao kuhakikisha, tunataka kujua ni nini. Sawa, kwa sababu kama nilivyokuambia siku ile na wao hospitali, tulivyoenda hospitali nikashangaa na kutanishwa na madokta wa Ocean Road na madokta wa pale Mwimbili. Dokta mmoja nikamsikia, alafu nikataka kujifanya kama sijasikia kwamba inabidi aanze dawa. Nikamwambia dokta, dawa gani? Mimi nakataa. Kwanza msinipe taarifa ya kansa, kitu cha kwanza. Kwa hiyo nipende kuambia kwamba vipodozi hivi yani tunavyoviongea kwamba vinakuja kukuletea baadaye kansa ya ngozi, ni kweli, sio kwamba uongo. Kwa hiyo ogopeni, yani nyinyi viogopeni tu. Mimi nimepitia huko na bado nasubiri taarifa ambayo sitaki kuikubali pia. Kwa hiyo mimi nakushauri usitumie kabisa vipodozi vya Mpato Sumu. Yaani mnapoona watu wa TFDA, watu wa TBS wanapiga vita, serikali yenyewe inapiga vita kuhusiana na vipodozi vya Mpato Sumu kwamba si salama kwa ngozi ya mwanadamu, kwa sababu sio kwamba vitakuathiri wewe tu, vitaathiri mpaka na kizazi ambacho kinakuja nyuma. Kwa mfano kama wakina mama wajawazito, mimi ni mtutu sana, huwa napenda sana kuuliza sana madaktari maswali. Kwa mfano kama mama mjamzito, tunashauriwa kwamba tuangalie vyakula tunavyokula, tuangalie na vipodozi ambavyo tunavyovipata, kwa sababu mtoto anapokula chakula anatumia damu ya mama, sijui ndio inapita kwenye kile kitovu. Sawa. Sasa wanasema ni rahisi sana wakati wa uumbaji wa mtoto kutokupata viungo vimekamilika. Anaweza katoka mtoto kituko. Dokta juzi aliongelea kutoka mtoto wakati mwingine hata kama nyani. Kwa hiyo tunakuta wakati mwingine vizazi vyetu tunaviumiza sisi wenyewe, tunaviharibu sisi wenyewe. Sasa kama tukaweza kuzuia hiyo kitu, kwa nini tuhangaike na vipodozi vya Mpato Sumu? Kwa nini tusiachane nayo? Kwa sababu tumeshaona vina madhara makubwa sana. Ila kuna siku narudia tena, nitakuja kuongea, siongei leo kwa sababu bado niko katika kutafitiwa kuhusu kitu kalichokuwapo hapa. Sasa si vyema nikanyamaza kimya, lazima niongee kwa uchungu katika kumkomboa mtu mwingine ambaye aliweza au anayepitia katika yale ambayo mimi nilipitia nikiwa natumia vipodozi vya Mpato Sumu. Matokeo yake nimejitafutia matatizo ambayo leo najuta. Sasa ili na wewe usije kujuta kama mimi, anza tu sasa hivi, yani ingia tu chumbani kwako vikusanye, yani wewe tupa kule, tumia vipodozi vya asili. Sio lazima utumie vya kwangu, lakini najaribu kukusaidia. Tumia basi hata mafuta ya nazi. Kwa sababu mwingine anaweza sema huyu mama yuko hapa anafanya biashara. Sio kama anafanya biashara. No. Hivi vitu mimi nimetumia, na ndio maana nilifika mahali nikaingia uchungu. Nikaamua kuanzisha kipindi hiki cha Grace na Asili Yangu kwa sababu mimi nimekomboka. Ukiangalia hata hiyo picha hapo nyuma nilivyokuwa. Kwa nini unafikiri sipendi kutoa picha za watu? Kwa sababu mwanzo watu ambao walikuwa wanatumia nikawa natoa picha zao kwamba mwanzo alikuwa hivi na sasa yuko hivi. Watanzania wanaongea sana. Wako waliosema unawapanda, wako wanaosema unatafuta kiki. Kama ndio msemo sasa hivi kiki. Ndio alivyo. Hii sio kiki. Ndio nakwambia sio kiki. Na nikukatisha hapo. Nimefurahi ulivyosema yalinikuta mimi. Kwa hiyo nataka mtazamaji utambue viambata sumu ambavyo ni vipodozi fake havifai.
havifai. Kwa hiyo sitafuti kiki, nataka unielewe. Mimi natafuta kuhakikisha jamani tunakomboa vizazi vyetu, tunawakomboa hata wakina baba. Ukiangalia wakina baba wa leo tunakaa tunalalamika, mume wangu mimi mambo sio. Ngoja nikwambie, usiseme mume wako sio. Mume wako unamuumiza wewe mwenyewe. Kwa hivyo vipodozi vya ambato sumu. Kwa hiyo huyu ambaye alisema kwamba ngozi yake anaona inabadilika, haelewi shida ni nini, akaambiwa aache mavipodozi yake hayo. Ni kama ana kansa, lakini akaambiwa acha vipodozi unavyotumia. Kwa hiyo akaniomba namba yako. Kiukweli naomba radhi, sikuweza kukutumia mkurugenzi, lakini anatamani umsaidie, umshauri ni namna gani anaweza kutumia hivi vipodozi ambavyo havina kemikali humu ndani. Kwanza nasikia kulia kwa sababu mimi mwenyewe siku ya kukutana na hilo jopo la madaktari panaitwa nini pale, Sewahaji, hata jina sitaki hata kulikumbuka. Sewahaji nini huko ambapo ndio watu wa kansa. Na mimi nikajikuta niko katika hiyo foreign. Watu wenye kansa, mimi sikufichi, nilikuwa nalia kimoyoni. Kwa hiyo na mimi leo kwamba nina kansa au ni nini, kwa sababu niliowakuta pale ni wakina mama wengi wa kaka ambao wameshavimba, wananuka. Kansa inanuka jamani, naomba niongee. Alafu mama ambao nimeona wengi tuko kwenye foleni ile wamejichubua. Yaani ukimwangalia hii ngozi jini, hata mimi sawa nimetumia vipodozi vya ambato sumu, lakini sikuwahi kufikia pale ambapo niliona wakina mama. Yaani wamechanika mbaya. Tuko kwenye foleni wengi tu ambao wanatumia vipodozi vya ambato sumu. Nao nafikiri ni kansa ngozi, mimi sijui kwa sababu hiyo sehemu tuliyokuweka kwa sehemu ya watu wenye kansa. Kwa hiyo nataka nimwambie huyu dada, kwanza nakupa pole sana, na ningependa pia kama naye anampenda Mtanzania mmoja au mwingine kama mimi ninavyosimama hapa, sio kama natangaza ninajitangaza ni show au natafuta umaarufu. Hapana, natafuta kukusaidia. Naye akiweza kiambatana na mimi tukaja hata hapa tukakaa tukasema, kwa sababu naye tayari ameshakutwa na kansa ya ngozi, si ndio? Kwa hiyo siwezi kusema itamponya au itapona, lakini kama amewahi na ameweza kuona na daktari ameliona hilo, kwa sababu kansa ina stage. Sijui kuna stage 1, sijui kuna stage 2, kuna stage 3. Sijui ikifika hiyo ndio imekuwa shida. Alafu kuna chembe. Lakini kama amekutwa na chembe, wanadai kwamba zinaisha, inapona kutokana na zile dawa ukiwahi mapema. Kwa hiyo mimi ninachomshauri ni kwamba anunue sabuni hii ya Grace Honey Soap. Ogea hii sabuni, alafu chukua hii lotion ambayo inaitwa Grace Zoa lotion. Hii utumie kupaka usoni, alafu achukue lotion hiyo pale ile ya garlic and honey. Hii atumie kupaka kwenye mwili wake. Na pia mafuta atumie Grace Avocado kwa ajili ya nywele zake. Anaweza kutumia haya mafuta akachukua na hiyo lotion akachanganya mkononi. Sawa? Akisha safisha na hii shampoo. Unachanganya mkononi, unapaka kichwani, kwa sababu hii mimi wakati mwingine wanaitaga ni unaweza kutumia kama living steaming. Sio lazima ukafanya steaming. Alafu pia aache kupaka madawa yoyote, hata nywele zake aache. Hata mimi nilishaacha kabisa vitu hivyo kupaka madawa kwenye nywele. Safi. Nafikiri umenielewa. Nimekuelewa. Asante sana Dokta. Muda hauturuhusu na Waswahili wanasema muda ni ukuta. Leo nataka niwashukuru watu watatu ambao kimsingi wamehusika vizuri Grace. Tunaongea kila siku hapa lakini hatuwakumbuki hawa watu watatu. Naanza nimshukuru sana Mzaramu Amosi. Yeye ni Mzaramu Amosi. Lakini pia naomba nimshukuru Makonde kabisa halisi Alexi, amehusika kwa sisi kuonekana vizuri. Naomba nimshukuru Freedom Lioko. Yeye huyu ni Mchaga wa kukopeshwa. Namshukuru sana Freedom Lioko. Asanteni sana kwa kutuonyesha vizuri kwenye Grace na Asili Yangu. Mungu awabariki sana. Nyinyi siku zote mtabaki kuwa nyuma, mtatuacha sisi na Dokta tuendelee kuonekana hapa mpaka pale Yesu atakaporudi. Mungu awabariki sana na wapenda. Hivi Yesu hajarudi? Mimi sijui. Wiki ijayo katika Grace na Asili Yangu. Nikafika nyumbani kwa wifi yangu nikakuta sabuni za Zoa carton na carton. Nikamuuliza kulikoni, akasema hii ndio inayoponya chunusi. Kuna siku utaona aibu, utataka kuvaa gloves huko kwenye mikono, hautaweza. Neno langu, acha kutumia vipodozi ambavyo vinaharibu
ngozi yako. Tunasema kwamba organic is the way to go. Grace Product kwa familia yako. Sawa ipo mtani kwako. Tunapatikana kote nchi nzima. Sawa ndiyo mpango mzima. Jipatie bidhaa bora kutoka Grace Product.